Moja pia kati ya taarifa ambayo utaisikia muda huu ni kuhusu taarifa ya mashambulizi makubwa ambayo Urusi inayaandaa hivi karibuni, licha pia mazungumzo ya amani ambayo yanategemewa kufanyika katika siku ya kesho huko nchini Uturuki, yani Mei 15 ya mwaka 2025. Baada tu ya taarifa kuhusu Urusi kujiandaa kwa mashambulizi makubwa huko nchini Ukraine, pia nitakufahamisha taarifa nyingine kuhusu NATO imeanza rasmi kujipanga kwa ulinzi kutokana na matisho mengi ya Urusi, pia kufuatia ukosoaji mkubwa wa rais wa Marekani Bwana Donald Trump. Karibu sana katika undani wa taarifa hizi na kusihia kwamba ungana nami mwanzo hadi mwisho. Pia unaweza kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo, na asante kama tayari umekwisha kufanya hivyo. Nikianza na taarifa kuhusu Urusi kuandaa mashambulizi makubwa huko nchini Ukraine, imeripotiwa ya kwamba Urusi inaonekana kuandaa mashambulizi makubwa huko nchini Ukraine, kwani inawasogeza wanajeshi kuelekea nyadhifa kuu za mbele. Gazeti la Financial Times limeweza kuripoti hivyo, huku pia likiwanukuu maafisa wa ujasusi wa Ukraine ambao halikuweza kuweka wazi kwa majina yao. Maandalizi hayo yaliweza kuripotiwa kuonesha juhudi za Moscow kuzidisha vita licha mazungumzo ya kusitisha mapigano yatakayofanyika wiki hii, hasa siku ya kesho Mei 15, huku wito wa Kyiv na washirika wake wa kuweka suluhu bila masharti kwa siku 30, ambapo Moscow imekataa mapendekezo ya kusitisha mapigano isipokuwa kama yakiambatana na kusitishwa kwa msaada wa kijeshi kwa Ukraine na kuendelea na mashambulizi ardhini katika mashambulizi ya mbele na masafa marefu dhidi ya miundombinu ya Ukraine. Baadhi ya mapigano 163 yaliweza kurekodiwa kutoka mstari wa mbele katika siku moja iliyokwisha kupita, ambako wanajeshi wa Ukraine pia waliweza kuripoti asubuhi ya leo Mei 14 kuhusu taarifa hii. Pia kundi la ufuatiliaji la Deep State liliweza kusema ya kuwa hivi karibuni majeshi ya Urusi yaliweza kusonga mbele huko Donetsk na karibu na Pokrovsk huko mkoani Donetsk. Kyiv imekuwa ikionya juu ya shambulio kuu la Urusi la majira ya kuchipua kwa lengo la kunyakua eneo kubwa ikiwezekana, na iwezekanavyo ili pia kuimarisha msimamo wake katika mazungumzo yanayowezekana baina mwa nchi hizo, ambapo kamanda mkuu wa Ukraine anayefahamika kama Oleksandr Syrskyi alisema mwezi uliopita kwamba kampeni hiyo tayari imeanza na mashambulizi ya Urusi yakiongezeka katika baadhi ya maeneo ya mstari wa mbele. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump, ambaye aliahidi kuandaa makubaliano ya amani kati ya Moscow na Kyiv, alionyesha matumaini kuhusu uwezekano wa mazungumzo hayo na akatuma katibu la jimbo huko nchini Marekani anayefahamika kama Marco Rubio na wajumbe maalum anayefahamika kama Steve Witkoff na Keith Kellogg kuhudhuria katika mkutano huo wa hapo kesho siku ya Alhamisi. Kremlin haijathibitisha ikiwa rais wa Urusi Bwana Vladimir Putin atahudhuria mazungumzo hayo yeye mwenyewe, lakini Washington Post iliweza kuripoti ya kwamba Moscow itawakilishwa na waziri wa mambo ya nje wa Urusi anayefahamika kama Sergei Lavrov na msaidizi wa sera za kigeni wa Putin anayefahamika kama Yuri Ushakov. Pia Andrei Yermak ambaye ni mkuu wa wafanyakazi wa Zelensky alisema siku ya Mei 13 ya kwamba ikiwa Putin hatakuja Uturuki, yani hatawasili huko nchini Uturuki kwa mazungumzo, itakuwa ishara ya mwisho ya kwamba Urusi haitaki kumaliza vita na haiko tayari kwa mazungumzo yote ya kumaliza vita baina mwa nchi hizo. Pia washirika wa NATO wameanza kufanyia kazi mpango wa kuongeza matumizi ya ulinzi unaolenga kutimiza wito wa rais wa Marekani Bwana Donald Trump kwa kila nchi kutenga 5% ya pato la taifa kwa wanajeshi wao. Ripoti hii pia imeweza kuripotiwa katika siku ya leo, ambako undani wa taarifa hii ambayo imeripotiwa na shirika la habari la Bloomberg imesema ya kuwa washirika wa NATO wameanza kufanyia kazi mpango wa kuongeza matumizi ya ulinzi unaolenga kutimiza wito wa rais wa Marekani Donald Trump kwa kila nchi kutenga 5% ya pato la taifa kwa wanajeshi wa nchi hizo.
Shirika la Bloomberg likinukuu wanadiplomasia wanaofahamu swala hilo lilisema ya kuwa mafanikio yanafanywa kufikia lengo la mwaka 2032 ambapo maendeleo ya mpango huo yanakuja kabla mkutano wa NATO unaopangwa kufanyika The Hague mwezi ujao, yani mwezi wa 6 mwaka huu. Trump amedai kwa muda mrefu ya kwamba washirika wa NATO waongeze matumizi yao ya kijeshi. Awali alitoa wito kwa muungano huo kuongeza kiwango chake kutoka 2% hadi 5% ya pato la taifa. Matumizi ya ulinzi katika kiwango anachotaka Trump yatakuwa ongezeko kubwa zaidi la matumizi ya kijeshi na washirika wa Magharibi tangu vita baridi, huku wanachama wa NATO wakiimarisha ulinzi wao katika kukabiliana na uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Kufikia mwaka 2024, wanachama 24 kati ya 32 wa NATO walifikia lengo la sasa, yani 2%, huku Poland ikiwa ni 4.12%, Estonia ikiwa ni 3.43% na Marekani 3.38%, ikiongoza. Pia mataifa kadhaa ikiwemo Italia, Canada na Hispania bado hajafanikiwa katika ongezeko hilo. Matamshi ya Trump yanafuatia tamko lake la mwaka jana ya kwamba angeruhusu Urusi kufanya chochote wanachotaka kwa nchi za NATO kushindwa kutimiza vigezo vya ulinzi, kauli inayoonekana na wengi kuhujumu kanuni ya ulinzi wa pamoja wa shirika hilo. Katibu mkuu wa NATO anayefahamika kama Mark Rutte alisema Januari 13 mwaka huu ya kwamba washirika wanapaswa kuongeza matumizi au kujiandaa kusoma lugha ya Kirusi au kuhamia New Zealand. Mark Rutte alisema sasa anasukuma washirika kujitolea kwa 3.5% ya pato la taifa kwa ajili ya ulinzi katika kipindi cha miaka 7 ijayo, pamoja na 1.5% ya ziada kwa maeneo mapana yanayohusiana na ulinzi. Mawaziri wa masuala ya kigeni wa NATO watajadili pia matumizi ya ulinzi wakati wa mkutano usio rasmi huko Antalya nchini Uturuki kuanzia leo Mei 14 hadi Mei 15 mwaka huu. Mawaziri hao pia watajadili kile kinachostahili chini ya 1.5% kwa maeneo mapana yanayohusiana na ulinzi, na bado haijulikani ikiwa hiyo itahusisha matumizi mapya au yaliyopo.